Kylian Mbappe alipoondoka Paris Saint-Germain na kujiunga na Real Madrid, ndoto yake kubwa ilikuwa kushinda ligi ya mabingwa Ulaya na Ballon d'Or. Kwa muda mrefu mashabiki na wachambuzi waliamini kwa yeye ndiye angekuwa nyota wa kwanza kuipa Paris Saint-Germain heshima hiyo ya kifahari, lakini mwaka mmoja tu baada ya kuondoka kwake, simulizi iligeuka kwa namna ya kushangaza. Ousmane Dembele aliyebaki Paris Saint-Germain ndiye aliyefanikisha hayo yote, kutoa ligi ya mabingwa na Ballon d'Or. Kisa hiki kinatufundisha kuwa katika maisha si kila kitu unachokishikilia kwa muda mrefu kitakuletea mafanikio. Wakati mwingine uwepo wetu unaweza kuwa kizuizi kwa maendeleo ya wengine au hata kwa mafanikio ya mfumo mzima. Kuondoka, ingawa mara nyingi huonekana kama udhaifu, kunaweza kufungua mlango mpya wa fursa, si tu kwetu bali pia kwa wale ambao tunawaacha nyuma. Mbappe hakushindwa kwa kuondoka, bali alifungua nafasi kwa wenzake kupata nafasi ya kung'aa. Vile maisha yetu kila siku yanafunzwa na kisa hiki. Huenda tukawa tumekwama kazini, kwenye mahusiano au kwenye miradi fulani, tukiamini bila sisi hakuna litakalosimama, lakini mara nyingi kuachia na kutafuta njia mpya ndiko kufanikisha mambo makubwa zaidi. Kuna hekima moja ya kale inayosema kuwa ukiwa kizuizi kwenye mlango, hakuna atakayeingia ndani, na hata wewe hutaweza kutoka. Hali hii ya Mbappe na Dembele ni mfano hai kwamba wakati mwingine kuondoka si kushindwa, bali ni hatua ya kukubali kwa maisha yanaendelea na mafanikio si ya mtu mmoja pekee. Kwa hivyo tujikumbushe, kushikilia kwa muda mrefu pasipo na mabadiliko huenda kukaa mzigo. Mara nyingine ni lazima tuondoke, tupishe nafasi na tugundue njia mpya ili sisi na wengine pia tufanikishe yale ambayo tulikuwa tunayaota kwa muda mrefu. Mimi ni Agadias Ikoha na hii ni Amaika Radio.